Hivi jamani, kitu gani kinatufanya tuchague mama wa kiroho wa watoto wetu au baba wa kiroho? Nini maana ya mama wa kiroho na baba wa kiroho? Mtu aliyeshiba kiroho ili akuonyeshe namna ya mambo ya kiroho yanakufanyika. Kwa uchague mama wa kiroho wa mtoto wako, amemsaidia kiroho? Sisi ambao tumechaguliwa kuwa mama au wa baba wa kiroho, kitu gani cha kiroho tumefanya kwa huyo mtoto? Kudaiwa jamani, tutakuja kudaiwa somewhere huko mbinguni huko, tutakuja leo tudaiwe jamani. Tutakuja wengine hata mmeandikwa kwenye majina ya hivyo vyeti vya kiroho vya watoto, wala hujawahi hata kuwaona. Justin, tusemezane. Hivi jamani, kitu gani kinatufanya tuchague mama wa kiroho wa watoto wetu au baba wa kiroho? Is it because they are friend with us au ni nini? Kitu gani kikubwa unachokiangalia kiroho cha huyo mtu ili awe mama wa kiroho? Kwanza tuanze kuelezeana nini maana ya mama wa kiroho na baba wa kiroho. Yes, tuachane na saizi tunakutana na wa baba wa kiroho tukiwa watu wazima, tunasema ni wachungaji wa makanisa yetu au ni viongozi wa makanisa yetu, au mama wa kiroho ni kiongozi wa dini wa kanisa yetu na kadhalika. Lakini mimi kwa uelewa wangu kwamba naamini kwamba mama wa kiroho waliwekwa kuwe na utaratibu wa kuwa na mtu ambaye anakuguide au kukuongoza kiroho, mtu aliyeshiba kiroho ili akuonyeshe namna ya mambo ya kiroho yanakufanyika. Mambo ya kiroho ni ukaribu wa Mungu, kufanya ibada, kutoa sadaka, kufanya maombezi, kujua neno la Mungu, yote hayo yanayohusiana na ukaribu wako na Mwenyezi Mungu. Huyo mtu ndo anapaswa awe anakujenga kiroho. Lakini muda mwingi wazazi wengi tunachaguaga mama wa kiroho wa watoto wetu au baba wa kiroho kutokana na urafiki na hisi au ndugu. Lakini je, tokea uchague mama wa kiroho wa mtoto wako, amemsaidia kiroho? Au ndio ile tunasubiriki tu baada ya ubatizo pale tunakuja kuonana naye kwenye kipaimara? Ni kosa kubwa sana tunalifanyaga, kwa sababu wale watu ni wawakilishi wa mambo ya kiroho ya mtoto wako mpaka atakapotengemaa. Mama wa kiroho anapaswa mama na baba wa kiroho, walezi wa kiroho, naomba nitumie hivyo, wanapaswa kumfundisha mtoto wako mambo ya kiroho kipindi yuko mdogo mpaka anapotengemaa. Sasa tukishatoa zile picha tunazopiga baada ya ubatizo, kazi yake kubwa inakuwa ni nini? Kwa sababu kwenye tendo la ubatizo pale, wale watu wanakuwa wakilishi kwa kukiri, hususan ubatizo wa watoto ambao wanafanywa wakiwa wadogo, kukiri ile ahadi ya ubatizo inasema na mkataa shetani na mambo yake yote na kazi zake zote, najitoa kuwa wako, si ndio? Yule mama, wale walezi wa kiroho hukaaga pale na kukiri kwa niaba ya yule mtoto mpaka atakapokuwa mkubwa. Ukubwa kwenye imani ni pale ambako kuna baadhi ya makanisa ni pale ambako mtoto anapata komunio ya kwanza au mtoto anapata kipaimara. Pale inamaanisha mtoto amepevuka kutoka kwenye level ya utoto anaenda kwenye level ya ujana. Lakini katika hichi kipindi, duration ya 0 age ambao ndio watu wengi tunabatiza watoto, mpaka duration ya miaka 10 ambao ndio watu wengi wanaenda mafundisho. Impact gani mama wa kiroho ameifanya kwa mtoto wako? Au mlezi wa kiroho, mama au baba wa kiroho amefanya kwenye mtoto wako? Impact ipi unaiona ya kiroho? Kwa mzazi ambaye bado huna mtoto, eti mzazi, kwa mtu ambaye unataka kupata mtoto, ambaye unafikiria kuhusu swala la imani, hakikisha wamama wa kiroho na baba wa kiroho unawachagua kwa watoto wako waendane na matakwa ya kiroho. Yes, hakikisha mtu huyo atamshibisha mtoto wako mambo ya kiroho. Sio tu mtu huyo kwa ajili ya ubatizo, picha ziwe nzuri. Muda mwingi tunachagua marafiki ambao baada ya pale hawajui watoto wetu, hawawepo kwa watoto wetu, hawajui chochote kuhusu kiroho, kuhusu watoto wetu. Lakini tukilifikiria, kusudi la mambo ya kiroho haikuwa kupiga picha za ubatizo na kuja kununulia tu nguo za ubarikio na kusema mimi ni, kwa Kiingereza tunaita mimi ni mama wa kiroho huyu mtu, lakini deep down hujawahi kufanya kitu chochote cha kiroho kwa huyo mtoto. Hebu tujiulize sisi ambao tumechaguliwa kuwa mama au wa baba wa kiroho, kitu gani cha kiroho tumefanya kwa huyo mtoto? Hata kimoja. Tokea umechaguliwa kuwa
kwa sababu watu wengi ni wababa na wamama wa kiroho, watoto wengi, mpaka unajiuliza hivi, kumbe hilo jukumu ni rahisi hivyo, kwamba mtu yeyote yule anaweza akawa mama wa kiroho na baba wa kiroho na kuwa na watoto wengi wa kiroho? Au ni basi ni trend kwa sababu tumechaguliwa, kwa sababu tunasali usharika mmoja, kwa sababu tunaonekana tumeweza kulipa ile michango ya usharika na kuwa washarika, lakini ni kweli tuna capability ya kuwalea watoto hao kiroho? Yes. Je, tuna hiyo capability? Je, tuna uwezo wa kuwalea kiroho watoto hao, au ni mazoea? Kabla hujakubali jukumu la kuwa mlezi wa kiroho wa mtoto, jiulize, ni kweli nina capability ya kuwa mlezi wa kiroho huyu mtoto? Despite heshima huyo mtu anayokupa, lakini wewe unaweza kumkuza na ukajivunia kabisa, mimi ni mama wa kiroho wa mtoto fulani, au mimi ni baba wa kiroho wa mtoto fulani, na kweli nimefanya wajibu wangu wa kiroho kwa mtoto huyu. Kwa sababu tutakuja kudaiwa jamani. Tutakuja kudaiwa. Somewhere huko mbinguni huko. Tutakuja leo tudaiwe jamani. Tutakuja kuulizwa ni kweli tulipanda mbegu ya kiroho kwa huyu mtoto, au tulienda tu kwa trend. Tunavaa vizuri, tunaenda baada ya pale, hilo jukumu wala hatatu usikiane nalo. Tukiwa tunapewa wajibu wa kiroho, tujiulize haya maswali magumu, kwamba ni kweli are we capable? Kama hatuko capable na tunajua kabisa hatutatendea haki hicho cheo, tusikikubali. Kwa uzuri tu. Tunaweza ikawa wewe mama anakuona kabisa, ni wewe rafiki yangu unamjua Mungu, wewe deep down unajua kabisa ukipewa jukumu la wewe mtoto la kiroho huwezi, usikubali. Yes, kwa sababu ni kama tunachuma tu dhambi. Kwa sababu watoto wa watu they are very innocent, wanataka kujua kuhusu Mungu, na wewe ulipewa hilo jukumu wala ufanye hilo jukumu, unamwacha na mamake, unamwacha na babake, unakuja kuonekana kwenye ubarikio, unakuja kuonekana labda kwenye ndoa, ndo nitolee. Mwingine hata mmeandikwa kwenye majina ya hivyo vyeti vya kiroho vya hao watoto, wala hujawahi hata kuwaona. Wala hata hujawahi kutuma zawadi, basi hata sio zawadi, hata kumjua basi. Hata kupata muda. Zamani watu wengine walikuwa wanachagua mama kiroho. Mama kiroho alikuwa mama kiroho kweli, Lakini this time around sijui, labda ni makuzi au ni nini, lakini kwenye mambo ya kiroho tuhakikisheni tunatafuta watu sawia wanaoendana na mambo ya kiroho kwa ajili ya watoto wetu, ili watoto wetu wapate uhalisia wa maana ya malezi ya kiroho kupitia watu tunaowachagua wawe walezi wa kiroho wa watoto wetu. Kila laheri. Shosti! Tusemezane.